kwa hili jabali lilopumzika hapa. Huyu alikuwa ni mwamba kweli kweli, ni kiongozi wa muda mrefu wa nchi yetu na amefanya kazi katika level mbalimbali. Sasa sifa zake siwezi kuzirudia, zilielezwa vizuri sana kwa sababu tulifuatilia shughuli rasmi za kumuaga zilizofanyika pale Mwanga mjini, vile vile na mpaka kuja huku sisi wengine ambao hatukuweza kuja tulifuatilia. Moja ambalo naweza nikalisema pengine litakuwa halijasemwa sana kwa sababu sifa zake ni nyingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo Mzee Msuya ni maarufu sana ni kuendeleza elimu. Na hili naweza nikalia na ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Shirima, Mwalimu Shirima. Yeye anatoka Tarakea. Tarakea ndio tarafa anayoishi. Kwa anatoka karibia kabisa na nyumbani kwetu. Alikuwa ni mwalimu wa shule ya wazazi. Alihamishwa kutoka Namfua akaja akafundisha sijui shule gani hapa Mwanga. Na siku moja namkuta Dar es Salaam, namuuliza kimekuleta nini, akasema nimekuja kumuona Waziri Msuya wakati wake waziri wa fedha. Kamuuliza sasa wewe yule si waziri wa elimu inakuaje kuja huku? Akasema Msuya aliagiza ofisi yake, mwalimu mkuu yeyote mwenye shida akifika Dar es Salaam kwenda kumuona, kama yupo wasaidizi wake wahakikishe kwamba anaweza kumuona. Labda nirudie tena hili. Yeye alikuwa waziri wa fedha, na mnajua waziri wa fedha ni mtu yuko busy kweli kweli. Aliagiza mwalimu mkuu yeyote kutoka Mwanga, bila kujali shule ya serikali, taasisi ya dini, ya binafsi, akienda kutaka kwenda kumuona, wakati hakuna mobile phone useme umepiga simu kuweka appointment, ukifika pale alisema wasaidizi wake wahakikishe kwamba anapata fursa ya kumuona. Na kwa kweli Shirima alipotoka pale aliniona, kaambia nimemuona, changamoto tuliyokuwa nayo amesema anakuja kuitatua. Huo ni mfano mmoja ambao nafahamu personally wakati nasoma kule. Lakini tunafahamu jinsi alivyonyanyua wilaya ya Mwanga kielimu sana. Shule zimejengwa, ameendeleza vijana wa hapa sana. Na wakati nilipokuja hapa mwaka juzi nadhani na mchungaji tulikuwa wote Msangeni kule kwenye kufungua library, nililizungumza hili wakati akiwa hai. Nilisema kwa kweli kati ya watu ambao alianzisha kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma mpaka sekondari alikuwa ni mwamba alilala hapa Mheshimiwa Msuya. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa sio tu kwa sababu ni waziri, kwa kweli lazima nije nimpe heshima alipopumzika, lakini nimekuja vile vile kama waziri wa elimu kuja kutoa heshima kubwa sana kwa huyu ambaye hajapata kuwa waziri wa elimu, lakini alizingatia sana elimu kwenye kuendeleza wilaya ya Mwanga. Amepumzika vizuri, ameishi vizuri. Leo kwa kweli tunakuja kumshukuru Mungu. Mimi nadhani ndio jambo kubwa sana.